Kitu cha thamani kwenye ulimwengu wa damu na nyama ni mwili wako. Mwili wako ndio hekalu la Mungu. Uwepo wa Mungu unakaa ndani ya mwili wako. Aliye ndani yako ni mkuu kuliko aliye kwenye ulimwengu. Wachawi wanataka kuupiga mwili, wasababishe matukio kama ya kawaida, yanaonekana kama ni ajali, yaonekane kama amekuwa mgonjwa, amekuwa na shida fulani ya mgongo, aligongwa na gari, akafa, ili kilicho ndani wakichukue, wakiibe mahali fulani fulani. Kuna vitu vya thamani Mungu ashaweka ndani yako, amewekeza ndani yako, ndio vinawindwa. Yeremia 32 mstari wa 27 unasema, tazama mimi ndiyo Bwana, Mungu wa wote wenye miili, hakuna jambo nisiloweza kulitenda. Yaani yeye ni Mungu wa wote wenye miili. Sababu gani? Si anakaa ndani yetu. Shetani na wachawi wanataka kuudhoofisha mwili, wanataka kuupiga, wanataka kuuvunja, wanataka kuudhoofisha. Yohana 10 mstari wa 10 unasema, mwizi haji ila kuiba, kuharibu na kuua. Lakini Yesu alikuja tupatie uzima, tena uzima tele tele. Tuwe na uzima tele. Sasa anakuja kuua mwili, kuiba mwili, kuharibu mwili kwa magonjwa, anakutupia stress, anapiga biashara yako unakuwa na stress pale, anapiga mtoto wako na magonjwa unakuwa na stress pale. Hapaharibiki mtu hapa. Biblia inasema mabaya hayatanipata mimi, wala tauni haitokaribia hemani mwangu. Biblia inasema sitokufa mimi, bali nitaishi, ili nisimulie mema ambayo Mungu ameniandalia. Sasa unaingia vitani, unawafyeka wale wanaowinda mwili wako, wanaotaka kuupiga kwa magonjwa, wanataka kuupiga kwa ajali. Ndio maana Biblia inasema vaeni silaha za Bwana za vita, ili mpate kupigana siku ya uovu. Unavaa silaha za Bwana za vita, ni kupigana. Kupigana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya wafalme. Kuna wafalme huko kwenye ulimwengu wa roho, tunawakamata, tunawashambulia. Kuna mamlaka, kuna wakuu wa giza hili na majeshi ya pepo wabaya kwenye ulimwengu wa roho, tunawashambulia. Kuna wakuu wa anga, tunawashambulia. Kuna wachawi, tunawashambulia. Kuna wenye wanawinda nyota yako tu, anasababisha kitu, unakuwa mgonjwa, unaharibika mwili, unakuwa mdhaifu, kumbe ndio umefungiwa mahali. Anakutupia wenda wazimu, kumbe anakufungia mahali. Tunaingia vitani. Kupigana kwetu sisi, tunapigana nao sasa. Tunavaa kigao na ngao. Unaombaje sasa? Unasema katika jina la Yesu Kristo, navaa mamlaka kwa damu ya mwana kondoo. Navunja kila madhabahu iliyotengenezwa ya kuniletea magonjwa. Navunja kila madhabahu iliyotengenezwa ya kuleta madhara kwenye mwili wangu. Naisambaratisha. Navunja kila mikataba iliyotengeneza. Na washambulia wakuu wa anga, na washambulia wachawi, na shambulia mizimu, na shambulia majini, nazivunja, nazifyeka kwa mamlaka ya damu ya mwana kondoo. Imeandikwa watakuja kwa njia moja, watasambaa kwa njia saba, na wasambaratisha njia saba kwa mamlaka ya damu ya mwana kondoo. Unaomba, alafu ni maombi ya mara kwa mara. Unabomoa, unavunja, unaharibu, unateketeza. Unasema mabaya hayatanipata mimi, wala tauni haitokaribia hemani mwangu. Ile magonjwa yaliyotupa juu yangu, na yakamata, na yavunja vipande kwa mamlaka ya damu ya mwana kondoo. Yale magonjwa anayeandaa kwa ajili ya maisha yangu, na yaharibu katika jina la Yesu Kristo. Kila mipango mibaya aliyepanga juu yangu, na ivunja, na iteketeza kwa damu ya mwana kondoo na uwezo wa Yesu aliye hai. Unaomba kwa kumaanisha, unaomba wewe ni masihi wa Bwana, wewe ndio rungu na silaha za Bwana za vita. Tena imeandikwa, jeshi likijipanga kupigana nawe, moyo wako hautaogopa. Hata vita kuu ikizuka juu yako, bado hapo utapata ujasiri. Unapigana nao, unawabomoa, unawafyeka, unawasambaratisha. Hapaharibiki jambo hapa. Utakufa kwa ule wakati Mungu amesema, si kwa wakati mchawi ameamua.